Sherehe za maadhimisho ya 61 ya sikukuu ya kitaifa Labour Day zilitoa fursa kwa wanamuziki wanaoibuka kuonyesha vipaji vyao kupitia lugha zao za kiasili. Tofauti na sherehe za awali zilizoadhimishwa jijini Nairobi, sherehe za sasa zinaandaliwa kwenye magatuzi ili kukumbatia utamaduni wa jamii mbalimbali kote nchini. Ijumaa kwenye uwanja wa michezo wa shule ya upili ya wavulana ya Chavakali, kaunti ya Vihiga, kulikuwa na shughuli nyingi, huku wageni waalikwa kutoka pembe zote za nchi wakikusanyika kwa maadhimisho ya 61 ya sikukuu ya kitaifa ya Labour Day. Wengi walivalia mavazi ya rangi ya zambarau, rangi inayotumika na muungano wa vyama vya wafanyikazi nchini. Ni hapa ambapo wanamuziki wa eneo hili wanaoibuka walionyesha vipaji vyao, huku wakiwatumbuiza wageni mashuhuri akiwemo Rais William Ruto. Harry Richi, ambaye ni mwanamuziki wa eneo hili, alikuwa wa kwanza jukwani na kuwaacha wengi wakitaka kutumbuizwa zaidi baada ya kuimba wimbo wake wa Vaida. Vyama mbalimbali vya wafanyikazi kikiwemo chama cha walimu nchini KNUT pamoja na vyama vya watumishi wa umma vilitumia nafasi hiyo kuonyesha kazi zao. Mwanachama mkongwe wa muungano wa vyama vya wafanyikazi Fred Omido, mwenye umri wa miaka 101, alihudhuria maadhimisho hayo na kufanya sherehe hizo kufana zaidi. Amerika ndio walikuwa marafiki zetu, chama cha wafanyakazi wa Amerika. Na kulikuwa na mzee mmoja huko alikuwa anaitwa George Mini, mzee sana, na wafanya kazi wa Amerika walimshika wakazingatia. Uchaguzi ukifanya walikuwa wanasema kiti ya George Mini mbali, ingine ifanyiwe uchaguzi, lakini hii hapana. Omido alielezea jitihada za jadi za muungano wa vyama vya wafanyikazi KOTU na jukumu lake la kutetea haki za wafanyikazi kote nchini. Bwana Kibisu marehemu alikuwa pamoja na Tom Mboya. Wao ndio walianzisha chama cha wafanyakazi katika Kenya. Na wakati Jomo Kenyatta walipofungwa, Tom Mboya na Kibisu walianzisha mtindo wa kupigania kuona kwamba nchi yetu imepata uhuru. Na huku hatua ya kufanya sherehe za kitaifa kuadhimishwa kwenye magatuzi ikipongezwa, baadhi ya wanachama wa vyama vya wafanyikazi wakiongozwa na katibu mkuu wa chama cha kitaifa cha wauguzi KNUN Seth Panyako walisema kuwa siasa zimeingizwa kwenye maadhimisho hayo kinyume na maazimio ya muungano wa vyama vya wafanyikazi.